Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, wakati mwingine mara nyingine katika kipindi Tumaini 33, ipe nafsi yako tumaini, na tunashaka kwamba hujambo na unatufuatilia kwa uzuri hapo ulipo, ikiwa katika mwaka mtakatifu, mwaka wa jubilei, miaka 2025 Kristo, na sisi ni mahujaji wa matumaini. Pamoja nami katika kipindi hiki ni Padre Innocent Nzaro kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma, ambaye pia yupo katika Jimbo Kuu la Dodoma kama mwanafunzi wa chuo cha mipango. Halikadhalika kama kawaida Tume ya Huruma ya Mungu Tanzania. Wewe. Kaunga vizuri. Baada niache. Kiatu cha Faustina kigumu sana. Tume ya Huruma ya Mungu. Unakumbuka mateso ya Faustina? Ndio. Kiatu chake kigumu sana. Dada yetu Areta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL, ambaye anapenda sana maisha ya Mtakatifu Faustina, na akajitahidi kupitia diary yake, na hakukaa kimya, akasema basi niwaambie na wengine kilichomo. Ndio ambacho anakifanya katika kipindi hiki, lakini yeye pia akiwezesha basi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mababa pia hawa wanakuja kwa ajili ya kutia msisitizo, ufafanuzi, maelekezo mbalimbali kutokana na diary hii. Lakini basi kanisa nalo linatuelekeza nini tuweze kufanya ili tuweze kufikia hicho ambacho Mtakatifu Faustina alielekezwa na Bwana wetu Yesu Kristo, hatimaye yeye mwenyewe kuwa mtakatifu, lakini anataraji na sisi tutakaojifunza humo tuwe watakatifu. Tunazungumza ibada ya huruma ya Mungu, lakini wakati huo picha ya huruma ya Mungu. Na mimi ni Gaudens Sierra. Baba, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa nafasi nyingine hii uliotujalia. Tunaendelea kutafakari huruma yako, huruma isiyo na mipaka, huruma isiyo na mwisho. Tunaomba utujalie sisi na watazamaji wetu watakaojifunza kutoka kwetu. Roho Mtakatifu atusaidie kuyaishi mafundisho hayo hadi atusaidie kufikia utakatifu wa mbinguni, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndio. Baba, leo tunaendelea tulipoishia. Lakini labda tukumbushe kidogo. Ndio. Pale kipindi kilichopita tulihitimisha kwa kuiangalia picha ya huruma katika miale miwili. Ile miale miwili, mweupe na mwekundu. Tukasema inawakilisha damu na maji vilivyomwagika kutoka kwenye moyo wa Yesu ulipotobolewa msalabani. Sasa labda kwa faida ya watazamaji ambao ni wapya kwa kipindi cha leo, tunaiangalia huruma ya Mungu tukihusanisha na maadhimisho ya Kanisa Katoliki, yani huruma ya Mungu na liturujia. Tukasema kwamba mwanadamu katika ulimwengu wa sasa anapingana na vitu viwili kutoka kwa Ibilisi, ambavyo ndivyo Kristo alivyoshinda msalabani: dhambi na mauti. Dhambi ikaondolewa kwa kifo cha Kristo, ambayo sasa inaondolewa kwa maji ya ubatizo yanayotushirikisha mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Tukasema mwali mweupe, maana yake, tafsiri yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya watu waliokwisha kubatizwa, waliopokea ubatizo. Na Roho Mtakatifu huyo ndiye anayetufanya tubatizwe, tufanyike wa Kristo. Roho Mtakatifu huyo ndiye anayetuondolea dhambi katika maneno ya padre kwenye kisanduku cha maungamo. Na Roho Mtakatifu huyo tunampokea kwa kipaimara wakati tunapoimarishwa na kuwa Kristo hodari kwa ajili ya kupingana na Ibilisi. Kwa hiyo nguvu ya kwanza ya Ibilisi, yaani dhambi, inashindwa kwa mwali mweupe, ambayo ni damu, ambayo ni maji yanayotoka moyo mtakatifu. Tukasema silaha ya pili ya Ibilisi alionayo juu ya mwanadamu ni kifo. Sasa Kristo mwenyewe aliyekufa msalabani alishinda hizo silaha zote mbili, dhambi na kifo. Alikuwa mzima baada ya ufufuko wake. Na picha ya huruma tunayoitazama ni Kristo wa utukufu baada ya ufufuko. Na ule mwali mwekundu kwenye moyo wa Yesu katika picha ya huruma, maana yake
amefanyika kuwa hai. Damu ni kielelezo cha uhai. Tukasema mnyama yeyote au mwanadamu yeyote ili awe hai lazima awe na damu ndani yake. Kwa hiyo ile damu ni kwamba sasa Kristo ameshatutoa katika agano la kale, tumeshatoka kwenye giza la dhambi, tupo katika agano jipya, tupo kwenye uangavu na utukufu. Maana yake ni kwamba sisi ni watu ambao tunapaswa kuishi katika tukiwa tumeshinda dhambi na tumeshinda mauti. Sasa leo tuendelee mbele kidogo. Yes. Kutoka kwenye ni Father unavyoendelea. Kwa hiyo tunaweza kusema hapa Yesu manake anatupa anapotumulika na hii miali. Yaani manake mimi ananimulika hapa. Yes. Anatazama picha. Yes. Manake hapa ananiondolea ananitakasa. Ndio. Kama tulivyosema kwenye kipindi kilichopita, tulisema picha ya huruma ni kama Yesu anatoka kwenye giza. Anakuja kwenye nuru. Na ile nuru ndiyo inayoangaza. Kwanza kwenye kanisa la Faustina alimokuwemo, lakini pia naenda kwenye ulimwengu mzima. Kwa hiyo Faustina akatuambia maana yake ni kwamba Kristo ametutoa katika giza na dhambi na mauti, anatuingiza katika nuru. Na yeyote aliyesimama mbele akimtazama Kristo akitoka kwenye giza akija kwenye nuru na akamtazama kwa matumaini, kwa kumtumainia kama alivyoandika kwenye unani yake, Yesu ninakutumainia, akamtazama kwa matumaini, anapokea ile baraka anayoitoa. Lakini baraka anayoitoa kwa picha sasa inatoka kwenye upendo wa moyo wake. Ndio maana mkono mwingine unamuelekeza yule anayepokea baraka, sasa unapokea upendo kutoka kwenye moyo wangu mtakatifu. Maana Kristo anaonyesha mkono wake kubariki. Kwa hiyo sasa kama ukienda kwenye picha ya huruma kwa matumaini kwamba utapokea baraka, Faustina aliambiwa yeyote atakayesimama mbele ya picha hii akiwa na matumaini ataondoka amepokea baraka za picha husika. Baraka zinazotolewa na Kristo mwenyewe. Baraka za uweke tu picha ndani kwamba ukaamini kwamba ndio inanibariki. Ndio. Tuko nazo kwenye makanisa yetu. Ndio. Tuko nazo kwenye majumba yetu. Zipo nyingi sana mitaani sasa, Wakristo wengi wanakuwa nazo. Lakini Faustina ametuambia atakayesimama mbele ya picha hii kwa matumaini ataondoka amepokea baraka. Na Yesu alimwambia kutoka kwenye picha hii nami nitatoa baraka nyingi zitakazotilikia wanadamu. Kila roho kila roho ikaribie hii picha. Akatoa ahadi nyingi sana. Popote nitakapowekwa kwa heshima, nitatoa ulinzi dhidi ya maadui wako waliokuwepo hapa duniani, na hasa adui wa saa ya kifo chako. Kwa hiyo tukiwa nayo majumbani mwetu, tuna uhakika wa ulinzi wa roho zetu na ulinzi wa mali zetu, ulinzi wa miili yetu, mpaka ulinzi wakati wa kufa kwetu. Adui wakati wa kufa kwetu ni Ibilisi. Kwa hiyo Bwana atatupa ulinzi dhidi ya Ibilisi wakati wa kufa kwetu. Ndivyo ahadi alizotoa wakati wa picha yake. Yes. Wakati wa kifo chake chao, Maria Faustina anasema baada ya kuhitimisha tu sala hii, nikaona roho hiyo imeondoka na Mungu anamwambia roho hiyo imeokolewa. Kwa hiyo ni baada ya kifo chetu Kristo pia anatukinga kwa mtu aliyekimbilia hiyo huruma yake. Na bahati nzuri ametuambia vile vile Kristo atambariki na kila mmoja atakayetangaza hii huruma. Kwa hiyo hongera kaka Gao. Atambariki kila mmoja atakayetangaza hii huruma. Kazi ya kuambia Wakristo wengine kuwatangazia huruma, Kristo ameshatoa ahadi. Yeyote atakaye tangaza huruma hii atambariki. Kwa hiyo tunashukuru kwa baraka hiyo isitopite na sisi ambao tunakazana kila siku watu waweze kuifahamu huruma ya Mungu. Amen. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini 33, basi unapoingia kanisani, kama pengine haujapata nafasi au fursa ya kuwa nayo hii picha nyumbani, kila unapoingia kanisani tazama mbele ya altareni, bila shaka picha hii itakuwepo. Na kabla hujatoka kanisani hakikisha ongea naye, umezungumza na Yesu wa huruma ya Mungu. Ili hata hiyo misa kama ni ibada, basi asaidie ili utoke na baraka za kitele kutoka humo, na basi mwisho wa yote na sisi tufikie utakatifu. Amen. Lazima tukiri. Neno linaomba tuendelee. Tuendelee. Sasa tendo linalofuata katika mafumbo ya wokovu wetu ni siku ya Ijumaa Kuu. Tumesema wiki iliyopita kwamba
kile Kristo alichofanya katika karamu ya mwisho alikihitimisha Ijumaa Kuu. Yes. Misa aliyoadhimisha ya kwanza katika karamu ya mwisho na wanafunzi wake alikuja kuikamilisha Ijumaa Kuu katika msalaba wake. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni mateso na kifo cha Kristo katika Ijumaa Kuu. Pamoja na kwamba fumbo hili la mateso alionekana zaidi kwenye picha, alionekana vizuri, lakini tunaangalia vitu vichache ambavyo vinaonekana ambavyo ni makovu yake. Haya makovu ya misumari kwenye miguu, mikono na miali inakotokea aliyapata siku ya Ijumaa Kuu. Hayo lazima tuyazungumze. Pamoja na kwamba mateso yenyewe, tendo lenyewe la msalaba alionekana zaidi hapa. Unaona utukufu zaidi, lakini mateso haya madonda haya yanatukumbusha siku ya Ijumaa. Na hii miali ni mateso. Na hii miali mateso yenyewe. Kwanza anatukumbusha kitu mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, Kristo mfufuka hajatengana na ishara za mateso yake. Yes. Kristo wa utukufu tunayemwona aliyefufuka, ndio maana hata alipomtokea Tomaso alimwambia, nishikeshike uone, njoo weka mkono wako hapa, uelewe kwamba ni mimi mwenyewe, usiwe na mashaka tena. Kwa hiyo Kristo aliyefufuka yupo katika utukufu, bado mateso yake yanatamani, bado mateso ya Kristo yanatamani. Ndio maana tukasema kwenye kipindi wakati tunazungumza mateso ya Mkristo na huruma ya Mungu, tunasema mateso ni ishara ya kwamba sisi tumeungana na Kristo. Kama Kristo mwenyewe aliteseka, na sisi wa Kristo wa nyakati zetu lazima tuteseke vile vile kushiriki mateso ya Kristo. Utukufu wa Kristo haupingani na mateso yake. Kwa hiyo ndio maana madonda bado yanaonekana, alama zinaonekana bado alama makovu ya mateso yake yanaonekana miguuni, mikononi na hata kwenye moyo. Kuonesha jambo la kwanza, Kristo mfufuka hajatengana na mateso yake. Jambo la pili ni kwamba utukufu wa Kristo tunaopata baada ya ufufuko unakamilishwa ndani ya mateso yenyewe. Yaani ilibidi Kristo apitie mateso kwanza ndipo aingie katika utukufu. Utukufu unakamilishwa na mateso. Hiyo inaonekana zaidi kwenye picha ya huruma ya Mungu. Mateso yapo, Kristo utukufu ameng'ara kabisa kama ufufuko, lakini makovu bado yapo. Kwa maana yake ni kwamba utukufu wa ufufuko wake ni pamoja na mateso aliyoyapata. Ndio maana bado ana madonda yake, bado ana makovu yake mikononi, miguuni pamoja na kifuani. Jambo la tatu natufundisha daima kanisa lijue kwamba utukufu wa Kristo ni pamoja na kupitia mateso. Utukufu wa Mkristo naopitia ni pamoja na mateso ndio nayo. Inaashiria kwamba kanisa linahitaji kuogelea ndani ya mateso ya Kristo bado, ili uweze kushinda. Lazima uogelee mateso yako, uyashinde vizuri, upigane vizuri kama Paulo. Upigane hayo mapigano yako, upambane nayo kila wakati uweze kufikia utakatifu. Lazima mwili wa Kristo wenye utukufu utusaidie na sisi kugundua utakatifu wetu unapatikana kupitia mateso. Lakini jambo la mwisho ni kwamba hatuwezi kutafuta tu utukufu peke yake katika kanisa tukasahau kipengele cha mateso. Hatuwezi kutafuta utukufu tukasahau kipengele cha mateso. Mwili wa Kristo mfufuka bado ni wenye makovu, ishara za mateso, ishara za misumari. Maana yake ni kwamba hata kanisa letu lilonalo sisi wenyewe ndio wana kanisa wa sasa, lazima tuamini kabisa tupo katika utukufu wa Kristo baada ya ufufuko wake. Bado tunahitaji kujua mateso yako upande wetu. Ndio maana wakati mwingine utafuta kanisa limeingia katika changamoto hii, sasa tumeingia hapa, sasa tupo katika hiki, sasa imekuwa hivi, viongozi wa parokia wapatani. Sasa hiyo ni ishara, mateso lazima ambatane na utukufu wa kanisa. Ni ishara kutuambia kanisa bado lina ubinadamu wake, lakini pia na umungu uko wake. Ndio maana Kristo bado hata wakati wa huruma ya Mungu anapotokea Faustina, uchole madonda yaonekane vile vile kama yalivyo. Maana yake havitengani na Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunaamini kwamba picha ya huruma ya Mungu ni liturujia tosha. Kama tulivyokwisha kusema, tunachokitafuta hapa sio kupingana na liturujia. Ni kuhusanisha kinachopatikana kwenye picha ya huruma ya Mungu, lakini pia mapambano yetu ya maisha, kwamba yatusaidie kupokea vema changamoto zetu sisi wenyewe. Tusimtafute tu Kristo wa utukufu tukamsahau kwamba alipitia kwanza mateso. Alipitia kwanza mateso. Kwa huruma ya Mungu inatutia moyo na kutupatia matumaini
kwamba Kristo tusipambane tu na kupata utukufu, lazima tujue mapambano yetu dhidi ya mwovu shetani bado yako pale pale, na Kristo mwenyewe anatuambia yeye ameushinda ulimwengu, tujipe moyo kwa sababu ulimwenguni kuna dhiki. Dhiki ni pamoja na mateso. Sasa sio lazima wote tupige misumari kama yeye mwenyewe. Kila mmoja mateso yake, kila mmoja na changamoto zake. Hayo mateso yangu, hayo changamoto yangu nilionayo inisaidia kujua kanisani tunaishi watu wengi. Kanisa lina sehemu za ubinadamu na kuna sehemu za umungu na utakatifu. Yale ambayo niyapata katika utakatifu yasinisahaulishe kujua kwamba utakatifu na utukufu wa Kristo vilipatikana katika msalaba wake. Ndio maana alimtokea Faustina akiwa na mateso, ya ishara za mateso, yani madonda ya katika mikono yake. Kwa hiyo inawezekana baba, tunapoitikia fumbo la imani pale, Bwana tunatangaza kifo chako na kutukuza ufuko wako, inatuelekeza pia kwenye haya. Yawezekana. Tunasema vizuri yawezekana. Bwana tunatangaza kifo chako na kutukuza ufuko wako mpaka utakapokuja. Yaani liturujia ipo ndani ya huruma ya Mungu. Liturujia nzima ya kanisa ipo ndani ya huruma ya Mungu. Hakuna namna ambayo tunaweza tukaitenganisha na huruma ya Mungu. Maadhimisho yetu yote, kama tulivyosema, kuhani lazima aadhimishe akijua kabisa ametumika pale kama chombo cha kutangaza huruma ya Mungu. Kila adhimisho la padre lipo ndani ya huruma ya Mungu. Amen. Kama Kristo mwenyewe alimtokea Maria Faustina akiwa ndani ya mavazi ya padre, kuonesha kwamba yeye ni kuhani mkuu na wa milele, na yeye atakayefanya hivi atafanya kwa ajili ya ukuhani wa Kristo. Wow. Alafu Father, hapo hapo Mtakatifu Maria Faustina anatuambia wakati wa adhimisho wa misa takatifu, padre anaposali sala za mageuzo, hamuoni padre anakuwa mtoto Yesu. Ndiye anayechukua patena, ndiye anayechukua kalisi, ndiye anayesali zile sala, ndiye anayegeuza divai kuwa damu na mkate kuwa mwili wake. Ni mtoto Yesu. Wakati mmoja Mtakatifu Maria Faustina akamuuliza, padre anakuwa wapi? Wewe unaadhimisha haya maadhimisho? Akamjibu, ndani ya moyo wangu. Sawa. Baada ya adhimisho lile, baada ya tayari kukamilika, alafu padri anarudi kwa ajili ya kukomunika. Kwa lile tendo analofanya ni Bwana mwenyewe. Maria Faustina anasema nilikuwa ninamuona ni mtoto Yesu chini ya mwaka mmoja. Alafu tena Maria Faustina anatuambia Yesu Ekaristi akiwekwa kwenye monstrance, anayemuona pale ni Yesu mzima aliyevaa kanzu nyeupe, amefunga mshipi mweupe, hana viatu miguuni, alafu anatoa miale mieupe na mikundu ambayo haiungani, imesogeleana tu. Alafu mkono wa kushoto anashika kifua chake, moyo wake ulipo, na mkono wa kulia anabariki. Anasema Yesu Ekaristi takatifu ilikuwa kwenye monstrance ni Yesu wa huruma. Kama picha ilivyo, ndivyo yule pale kwenye monstrance. Kwa macho yetu hatuoni, ila Mungu yamkate. Kwa hiyo ni hakika kabisa, pamoja na kwamba baba tunakuona wewe, inawezekana wakati ule Faustina angekuwa anakuona kitu tofauti. Ndio maana sio yeye, anasema sio padri. Yohane Paulo wa pili kwenye kitabu chake cha Nitawapeni Wachungaji alisema kwamba Kristo alipoadhimisha misa ya kwanza na wanafunzi wake kwenye karamu ya mwisho, alitoa ruhusa hiyo ya mapadre waadhimishe hiyo karamu. Ndio maana fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa hiyo fanyeni hivi anatuambia haikuishia tu kwa wale waliokusanyika pale mitume wale 12 yao, ila alifanya hiyo ruhusa ilienda mpaka kwa watu wote, mapadre wote mpaka mwisho wa dunia watakuja kuadhimisha hiyo misa mpaka mwisho wa dunia. Na Nzaro ulikuwepo ile siku. Kwa hiyo aliwafahamu. Maana kwa Mungu ni hana zamani, hana sasa. Kila kitu kwa Mungu ni sasa. Uwezo ukafanya kitu kwa surprise Mungu kwamba ili Mungu akulijua hili mimi nimemsurprise. Kila kitu kwa Mungu ni sasa. Hana kesho, hana zamani, hana jana. Kwa hiyo kwa kutoa ruhusa
fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Aliwajua Maana mapadri yake yeye wote anafahamu mpaka mwisho wa dunia, watakao kuja kuadhimisha hilo fumbo mpaka mwisho wa dunia, kwa sababu alikuwa nao pale na alikuwa nao walioshirikisha upadre Ndio. katika siku ile ya karamu ya mwisho. yeah. Kwa hiyo unaposema kwamba Maria Faustina alikuwa amuoni Mungu na Mungu mwenyewe anamwambia amuoni padre, anamuona mtoto Yesu na anamwambia wakati huo alikuwa ndani ya moyo wangu. Kwa sababu alikuwa hamuoni padri sehemu yoyote ile, lakini adhimisho anaanza padri pale. Ikifika sala za mageuzo padri hayupo. Sasa anakuwa wapi? Ndani ya moyo wangu. Ndio maana padri ni Faustina anatuambia padri ni kielelezo cha upendo wa moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo kama alikuwa ndani ya moyo wake, anamwambia yeye mwenyewe ndiye alimtamkia anakuwa ndani ya moyo wangu. Maana yake sasa mimi napoenda kuadhimisha pale, sio mimi ninayefanya, bali nafanya kwa ajili ya Wakristo, kwa Kristo mwenyewe aliyomo ndani yangu. Na wakati mwingine ninapoinywa kalisi, hii ni damu yangu, pengine anayefanya hiyo ni Kristo mwadhimishaji, yeye mwenyewe. Yes. Sio mimi mwenyewe. Yes. Kwa hiyo upendo wa moyo wa Kristo ndio unaothibitisha mapadri kuadhimisha sakramenti zake. Ndio maana maneno yamebaki vile vile kama alivyosema yeye, damu yangu. Uweze ukasema sasa labda ni padri nasema damu yake, paeni hii ni damu yake. Yanabaki vile kitokea hivyo na upadri unaishia hapo. Askofu akisikia asema bwana samahani. Sasa hiyo ni mbaya sana. Haijatokea na haitotokea. Haitotokea. Okay. Haitotokea. Yeah. Tuendelee. Asante sana. Tuendelee na baada ya hapo fumbo la Kristo limehitimisha kipindi na fumbo la Ijumaa Kuu kwa mateso ya Kristo na namna alivyotafsiriwa kwenye picha ya huruma. Okay. Fumbo linalofuata ni la ulisema kabla na unataka utuambie kitu fulani kuhusu Faustina. Najua kuhusu hapo kwenye image. Maria Faustina anatuambia hivi: Ijumaa nilipokuwa Ostabrama kuhudhuria sherehe ambayo picha ya huruma ya Mungu ilionyeshwa, na nilisikiliza mahubiri yaliyotolewa na muungamishi wangu Padre Michael Sopoko. Mahubiri haya yalihusu huruma ya Mungu na yalikuwa ya kwanza kati ya vitu ambavyo Bwana Yesu alikuwa ameagiza zamani sana kwamba mapadri wahubiri huruma yake. Maria Faustina anatuambia alipoanza kusema juu ya huruma kubwa ya Bwana Yesu, ile picha ya huruma ya Mungu iliyowekwa altareni ilikuwa hai na miale ikachoma mioyo ya watu wote waliokusanyika pale, lakini sio wote katika kiwango sawa. Wengine walipokea zaidi, wengine walipokea kidogo. Mtakatifu Maria Faustina anasema furaha kubwa ilijaza moyo wangu kuona neema na huruma ya Mungu. Na kisha nikasikia maneno haya kutoka kwa Bwana Yesu aliyeniambia hivi: wewe ni shahidi wa huruma yangu, utasimama mbele ya kiti changu cha enzi milele kama shahidi hai wa huruma yangu. Tupo shahidi hai. Wewe ni shahidi wa huruma yangu, utasimama mbele ya kiti changu cha enzi milele kama shahidi hai wa huruma yangu. Mbele ya kiti cha enzi. Mbele ya kiti cha enzi ndo tunaiona sasa nafasi ya Faustina mbinguni. Maana yake alitangaziwa utakatifu. Alitangaziwa akiwa hapa alihakikishiwa kabisa ukisimama mbele ya kiti changu cha enzi milele ukiwa shahidi wa huruma yangu. Maana shahidi ni nani? Mimi kwamba anakuja mimi nilitoa huruma yangu, shahidi huyu hapa. Kwa hiyo naye hajatuficha, ametuandikia vizuri kabisa. Tuna diary nzuri sana. Ametuelekeza vizuri kabisa. Kwa hiyo atasimama kama shahidi. Na wakati fulani Mtakatifu Maria Faustina alisema alipelekwa mbinguni na malaika wake. Kule akakutana na watakatifu wengi sana. Watakatifu wote wakawa wanamuuliza kuhusu ibada huruma ya Mungu na kumtia moyo kwa matokeo haya ambayo anapewa na Bwana Yesu. Anasema malaika wake mlinzi akampeleka sehemu isiyofikika. Anasema ile sehemu haifikiki. Kuna utukufu usioelezeka katika lugha yoyote ya mwanadamu. Anasema pale yule malaika wake mlinzi akamwambia ile ni sehemu ulioandaliwa kwa sababu ya ibada uliopewa na Bwana.
akasema ile sehemu iko mbele ya Mungu Baba. Mbele ya Mungu Baba. Alafu akarudishwa. Kitu maalum. Na hapa Bwana anasemaje? Wewe ni shahidi wa huruma yangu, utasimama mbele kiti changu cha enzi kama shahidi hai wa huruma yangu. Lakini lengo msingi nitaka nikwambie huku juu kwamba Maria Faustina padri wake alivyoanza kuhubiri hii Divine Mass, Maria Faustina anasema kama Bwana Yesu alivyoomba mapadri wake waihubiri. Anasema akaona image, akaona picha huruma ya Mungu ikiwa hai, alafu mkono unabariki na hii miale ikafurika, ikawafunika watu wote waliokuwepo pale kanisani, lakini si wote kwa kiwango sawa. Wengine walikuwa hafifu, wengine zaidi, walipishana kadiri ya imani yako kwa Mungu. Namna unavyojiweka kwa Mungu. Hata kwenye maadhimisho yoyote yale. Hatuwezi kuondoka tumebarikiwa sawa. Kila mmoja namna alivyofanya, unaingia kwenye misa ni hiyo, tunakomunika wote, tunaingia pamoja. Baada ya kuondoka, hatuwezi tukawa na hatuwezi kuwa sawa. Lazima kuna tofauti. Kwa hiyo hapo sasa hapo tunafanyaje baba? Kwamba ili walau mizani ilingane. Unajua kwenye kanisa tuna watu wengi. Yaani tumeingia kanisani misa kwa mfano Dominika, watu wanakuwa wako wengi sana. Sasa kila mmoja pale hatuwezi tukalingana nia. Kuna ambaye amejipanga kabisa wiki nzima, yeye yuko na shauku ya kuingia kwenye hiyo misa. Anawaza mimi niende kwenye adhimisho hili. Asubuhi anaamka mapema kabisa, kabla hata sala za asubuhi hazijaanza ameshafika mlangoni, yuko pale. Na kuna mwingine anajipanga Jumapili ni Dominika, tunaenda kusali basi. Yeye asubuhi imefika, andaeni andaiki basi twende kanisani. Kutimiza wajibu. Yuko misa imeanza, sio shida yangu. Naweza kada katatu sio shida. Hata ngute mnakomunika sawa. Subiri hata baraka ya kumaliza sawa tu. Mwingine hata baraka haijatolewa ameshaondoka. Anakokwenda uwezi kujua anaenda kuwahi wapi. Sasa hii miale inatolewa pale itakufikiaje? Kwa kiwango kipi? Hatuwezi kulingana. Namna ulivyowekeza nguvu zako ndivyo hivyo. Ni kama tu wakulima. Ukilima shamba lako kwa wakati, mvua za kwanza ukapanda, ukamwagilia, ukatia mbolea, kila mavuno yatakuwa mazuri. Lakini ukaenda tu kuweka mbegu, ukasubiri kwenda kupalilia na kwenda kuvuna, huwezi kupata. Huwezi kulingana na yule aliyemwagilia na kutia mbolea. Kuna namna ulivyojiweka ndivyo utakavyopokea. Ndio maana nimesema utukufu ulikuwa mkubwa ukifunika watu wote, lakini kila mmoja akapokea kila mtu kwa namna yake. Pia kakagau mama Bikira Maria alisemaje? Alimwambiaje Mtakatifu Maria Faustina? Unatakiwa kung'ara katika fadhila 3 za kimungu. Unyenyekevu. Alirudia mara 3. Unyenyekevu. Akasema usafi wa roho na kumpenda Mungu. Basi tuishi hapo. Na kweli unyenyekevu tunalisema mara nyingi hilo neno unyenyekevu. Lakini kimsingi ni neno pana sana. Yani ni kitabu. Ukija kuzungumzia unyenyekevu mara nyingi, yani mimi naona kwamba hata kwa mfano Mkristo kuchelewa misa. Sio unyenyekevu. Ni kosa unyenyekevu. Yaani wewe unajua kabisa naenda kukutana na Kristo msulubiwa. Anikuta au nimkute. Mbingu inashuka. Tunafanana. Misa takatifu inayoadhimishwa ndio kilele cha upendo wa Mungu Baba. Ndio sadaka ya Kristo ya msalaba. Naenda kuishiriki mimi mwenyewe. Yaani kwa kweli nadhani ungeweza kuamka saa 11. Yaani kwa kweli ufike mlangoni kabla hata mlango haujafunguliwa, kwa sababu naamini unaenda kuunganisha mawazo yako na mawazo ya mbinguni. Unaweza kuwaza kitu kimoja. Upendo wa Mungu Baba unashuka duniani kwa ajili ya watu. Na hivi tunaunganisha mbingu tukimsifu Mungu kwa wimbo wa malaika mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Huo ni wimbo wa malaika ambao na sisi wanadamu tunaimba. Na kabla ya utangulizi tunaambia watu tunakusii tujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu au kwa sauti ya namna yenye itakavyohitimishwa tu. Ndio tunaingia wimbo utakatifu mtakatifu mtakatifu. Unakumbuka pia wakati tunaongelea watakatifu malaika? Ndio. Maria Faustina anasema alikuwa na yule roho mzuri ambaye alijitambulisha kati ya roho 7 wanaokaa mbele kiti cha enzi cha Mungu usiku na mchana kumtumikia. Anasema wakati wa sadaka ya misa takatifu yule roho anasema aliimba hii mtakatifu mtakatifu. Anasema sauti yake ni kama maelfu ya watu. Anasema unyenyekevu wake, utii wake, the way jinsi alivyo mbele ya sadaka ya misa takatifu,
Hakuna binadamu anayeweza kufanya hivyo. Hakuna binadamu anayefikia. Na wewe ni malaika. Na Maria Faustina anasema hata mimi nilijiona ni sina kitu tena mbele ya Mungu, siwezi. Sisi tunaimba mtakatifu mtakatifu tukiwa katika hali zipi? Baada ya kuimba mtakatifu basi tuna mwingine hata yani hajafanya chochote, hawezi hata kupiga magoti, hawezi yani unasema sasa mtakatifu tulikuwa tunamuimba. Tulimuelewa. Tunampokeaje? Ni kazi kubwa sana. Twende. Kama alivyosema. Mambo ni mazuri. Na najitahidi na mimi kuendelea kuongeza vitu. Na mtazamaji hivyo hivyo endelea kujifunza na kuongeza vitu tuweze kuwa walau karibu siwe mbali sana walau tuwe karibu tusogee. Na yote haya ni ushuhuda ambao tunaupata kutoka Dayari ya Mtakatifu Faustina. Tupate mapumziko mafupi, baada ya hapo tutaendelea. Amina. Na kuna chambari zaidi ambacho kipo kilomita 70. Kwa ikinyesha tunaacha. Pia mama yangu kwa kweli alikuwa ni mtu wa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kama umeamua kweli maisha ya upadre uamue. Ni moja jana, ni moja leo. Hapa ndipo tulipokuwa na tunasali kigango cha Chole. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Wanazuia watoto wao wasijiunge nasi. Mtazamaji mpendwa, ni Tumaini 33 tukiwa katika muktadha wa ibada ya huruma ya Mungu. Halikadhalika leo tumezungumza kuhusiana na picha ya huruma ya Mungu, ikiwa ni mwendelezo pamoja na Padre Innocent Nzaro kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma, lakini sasa mwenyeji pia wa Dodoma katika chuo cha mipango kule Dodoma. Mama, Yes. Kama kawaida tuko naye Areta na watu wanakutafuta sana. Naomba niendelee. Sasa baba anaendelea, unaingia kunaanza huko. Nasoma tokeo moja alafu anaendelea moja kwa moja. Okay. Tokeo hili linasema hivi, Father Mtakatifu Maria Faustina anatuambia Jumapili iliyofuata baada ya Pasaka, sikukuu ya huruma ya Mungu, hitimisho la jubilei la ukombozi wa ulimwengu. Tulipokwenda kushiriki sherehe hizo, moyo wangu ulirukaruka kwa furaha kubwa, maana sherehe hizi mbili zilikuwa zimeunganika kwa karibu sana. Hii jubilei ya ukombozi wa ulimwengu na sikukuu ya huruma ya Mungu. Mtakatifu Maria Faustina anasema, nilimuomba Mungu kwa huruma juu ya roho maskini wa dhambi. Katika hiyo sherehe ya misa takatifu alitolea nia ya misa kwa ajili ya roho maskini wa dhambi. Maria Faustina anatuambia kuelekea mwisho wa ibada hiyo, kuhani padri
alipochukua sakramenti takatifu kuwabariki watu, Maria Faustina anasema nilimuona Bwana Yesu kama alivyo katika muonekano wa picha huruma ya Mungu, akiwa anabariki watu. Anasema Bwana alitoa baraka zake na miale iliyotoka kwenye moyo wake mtakatifu ikasambaa juu ya ulimwengu mzima. Na ghafla nikaona mwangaza usio na kifani katika makao yenye namna ya kioo, yaliyosukwa pamoja pamoja na mawimbi angavu yasiyoweza kufikiwa kwa viumbe na roho. Anatuambia aliona milango mitatu ikielekea uangavu huu mzuri. Wakati huu Bwana Yesu kama vile alivyo katika picha ya huruma ya Mungu aliingia kwenye uangavu wa utukufu huu kupitia mlango wa pili ndani ya umoja huo. Ni umoja wa Utatu Mtakatifu ambao haueleweki, ambao pia hauna mwisho. Maria Faustina anasema na nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniambia, sherehe hii iliibuka kutoka kwenye kina cha huruma yangu na inathibitishwa katika kina kirefu cha huruma zangu. Kila roho iyasadiki na kuitumainia huruma yangu itaipata. Maria Faustina anasema nilifurahi sana kwa wema mkubwa na ukuu wa Mungu Mwenyezi. Huruma ya Mungu na liturujia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na padri alivyoibeba monstrance kuwabariki watu, anasema Yesu yule wa Ekaristi anavyoonekana ni huyu picha ya huruma ya Mungu. Anasema miale ilisambaa, ilitoka kwenye moyo wake ikasambaa ulimwengu mzima. Sasa wako pale kanisani, Yesu ambaye yuko pale, miale inavyotoka ikasambaa ulimwengu mzima. Maria Faustina anasema ghafla nikaona mwangaza usio na kifani katika makao yenye namna ya kioo yaliyosukwa pamoja na mawimbi angavu yasiyoweza kufikiwa kwa viumbe na roho. Na akaona milango mitatu iliyoelekea uangavu huu mzuri. Wakati huo Bwana Yesu kama vile anavyoonekana kwenye picha huruma ya Mungu aliingia kwenye uangavu wa utukufu huu kupitia mlango wa pili ndani ya umoja huu, umoja Utatu Mtakatifu ambao haueleweki na hauna mwisho. Anasema nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniambia, sherehe hii iliibuka kutoka kwenye kina cha huruma yangu na inathibitishwa katika kina kirefu cha huruma zangu. Kila roho inayosadiki na kutumainia huruma yangu itaipata. Maria Faustina anasema nilifurahi sana wema mkubwa na ukuu wa Mungu Mwenyezi. Sikukuu gani hiyo? Ya huruma ya Mungu. Kila roho itakayosadiki na kuitumainia huruma ya Mungu itaipata. Kwa hiyo sasa ni kualika watazamaji na Wakristo wetu kufanya maandalizi ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Kila roho itakayoitumainia huruma ya Mungu itaipata. Alafu anaona huruma ya Mungu hapo ni Utatu Mtakatifu. Ni ibada ya Mungu. Utatu Mtakatifu. Sio ibada ya malaika, sio ibada ya watakatifu, wala sio ibada ya Mama Maria. Ni ibada ya Mungu mwenyewe. Na Mungu mwenyewe hagawanyiki. Ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama alivyoonyeshwa hapa. Kwa Mungu anabariki watu kupitia Ekaristi Takatifu. Tupo kwenye huruma ya Mungu na liturujia. Tumeonyeshwa hapo. Maria Faustina anatuambia padre alivyonyanyua monstrance kubariki watu, akamwona Kristo wa huruma vile kama alivyo kwenye picha ya huruma. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata katika ibada ya kuabudu Yesu wa Ekaristi, Kristo yuko pale pale kama alivyo katika picha ya huruma. Maana alisema alimwona Kristo hai akiwa anabariki watu. Kumbe hata katika mbele ya Yesu wa Ekaristi bado Kristo yuko hai na anatoa baraka zake.
Kwa hiyo tuwakumbushe pia watazamaji na Wakristo wetu kujenga mazoea ya kuitembelea Ekaristi Takatifu. Maana hapo ndiko baraka za Kristo zinapatikana. Na kwa sababu yuko hai pale, yuko mzima pale, atatoa baraka kwa watakao mkimbilia. Zaidi sasa, naweza nikaabudu Ekaristi Takatifu muda wowote, siku yoyote, kwa nia yoyote, au wakati ambako parokia yangu imeweka ratiba hiyo. Lakini nisisahau kuabudu Ekaristi Takatifu sikukuu ya huruma ya Mungu. Umenena, ambayo ndio hitimisho la maandalizi yetu. Tunapokuwa tumeanza maandalizi siku ya Ijumaa Kuu, tunafanya novena zetu humo ndani kwa nia mbalimbali. Siku ya huruma yenyewe tumeambiwa lazima Mkristo afanye maungamo, asali kwa nia za Baba Mtakatifu, ahudhurie misa takatifu na kupokea Ekaristi Takatifu. Baada ya hapo ataabudu Ekaristi, na katika Ekaristi Takatifu wakati wa kuabudu baraka itatolewa. Kwa hiyo tuambie Wakristo wasisahau mambo hayo. Akitolewa baraka, tunaamini baraka imetoka kwa Kristo mwenyewe, maana Faustina ametuambia siku ya huruma hiyo padre alifanywa monstrance kubariki watu. Kristo alionekana ndani ya monstrance yenyewe na akatoa baraka kwa waliokuwepo pale. Na ndio baraka hiyo tunasema Kristo mwenye kubariki, na baraka yake inatoka kwenye upendo wa moyo wake. Na ndio maana tulizungumzia kuhusu mapadre, tunapotoa baraka kwa watu, tusibariki tu kama wajibu, tubariki katika upendo wa Kristo. Kama Kristo anatoa baraka mahali popote, sehemu mbalimbali, lakini baraka zake zinatoka katika upendo wa moyo wake. Kwa hiyo ninapotoa baraka, niwe nimefurahia jambo hilo, niwe nimependa kutoa baraka hiyo kwa watu waliokusanyika mbele yangu wakisubiri baraka ya Kristo. Father, hii ilikuwa sikukuu ya huruma. Unaona hapa Faustina anaonyesha mpaka Utatu Mtakatifu. Ndio. Utatu Mtakatifu unaonekana katika siku ya huruma ya Mungu. Sikukuu ya huruma ya Mungu. Na Bwana anamwambia roho itakayosadiki na kuitumainia huruma yangu itaipata. Bwana anatudai imani na kusadiki kwetu. Ili tupokee huruma yake. Kwa hiyo ambayo huruma inatoka kwenye Utatu Mtakatifu. Ndio tukasema atupati kiwango sawa cha huruma, kwa sababu tunapopokea huruma ya Mwenyezi Mungu inategemea namna ulivyotumainia huruma yenyewe. Ukienda kwa kusema nitapata tu, na ukaamini kabisa kwamba nikifika tu nitabarikiwa, kama yule mwanamke aliyesema nikigusa tu pindo wa vazi lake mimi naamini tayari. Kwa namna alivyotumainia ndivyo namna hiyo alivyopokea. Ndivyo utakavyopokea. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukalingana wote, hata kama ni adhimisho la misa takatifu, baraka zipo nyingi, zisizopimika, zisizohesabika. Yesu anatoa baraka nyingi, lakini tunazipata kadri ya kila mmoja alivyojiandaa na alivyojiweka tayari kupokea baraka zenyewe. Amina. Ndio maana tunatuambia, tunatukumbusha roho itakayotumainia itakayosadiki itapokea huruma yangu. Kwa tufanye nini tena? Kwa hiyo baba, maana yake kwamba katika adhimisho la Dominika ya huruma ya Mungu tunapaswa kujiandaa kwa sakramenti ya upatanisho. Tusali kwa nia za Baba Mtakatifu siku hiyo, maana ni mwezi Aprili sasa. Alafu tena misa Jumapili tarehe 20 ndo Pasaka yenyewe. Basi 27 tarehe 27. Kwa maana yake kwamba tunasali misa. Alafu novena inaanza Ijumaa Kuu. Alafu baada ya novena tuna siku ya huruma yenyewe sasa. Tunahudhuria misa takatifu. Okay. Kwa hiyo maana yake maungamo ni kabla ya novena. Maungamo inaweza kuwa kabla na baada. Na baada. Okay, kabla, alafu ukimaliza novena pia unaungamo ili kabla ya wiki kuu ile to make sure umepata kitubio. Kabla ya wiki kuu. Katikati pale hii wiki nzima siku 9 kabla ya Jumapili ya huruma ya Mungu pata tena kitubio. Usiseme mimi niko vizuri. Hapana, hamna hiyo kitu. Ukisema una dhambi unajidanganya. Kwa hiyo siku ile tena tunaweka na nia za Baba Mtakatifu. Okay. Alafu nina misa. Alafu Ekaristi, maana tunapokea komunyo.
Alafu kuna baraka Baada ya maalum. misa sasa kuna Baadaye baraka. saa 9 kuna tunarudi kuabudu. Saa 9. Ah. Kuabudu Ekaristi. Hiyo ndo benediction. Benediction Okay. Tunarudi kuabudu Tunarudi Ekaristi. kuabudu Ekaristi. Saa 9 hiyo. Saa 9 alasiri. Yeah. Yeah. Saa ya huruma. Si unaona hapa Mtakatifu Sasa- Maria Faustina sasa- walirudi kuabudu. Hii ndio ambayo nilikuwa namwambia Areta. Mimi mwenyewe sijawahi Dominika ya huruma ya Mungu kusali hivi ambavyo mnaeleza. Sijawahi. Lakini ninavyoona anavyotoa maelezo Areta, ili jambo alianza leo. Alianza leo, yes. Alianza leo. Lakini kufanya kwenye parokia yangu japo nilipata siku chache. Sasa unaona inawezekana labda baba kama anavyosema bado maeneo ni machache wanaofanya hivi. Ndio. Sasa kwa nini mwaka huu tusifanye hivyo nchi nzima? Kakagao, ngoja tumalize hili alafu tutaongea. Tutaongea. Yes. Yaani alisema hivi kusudi baba na wengine mababa wengine kwa sababu wanatutazama. Kwa nini nchi nzima tusifanye hivi kwa utaratibu huu Wakristo wakabarikiwa kwa rehema. Mbingu zifunguke. Utatu Mtakatifu Faustina. Ndo maana yake. Yeah. Mambo ni mazuri. Kwa kukumbusha. Mababa wanatuona. Mababa waruhusu basi wasisitize tu. Parokia ndio wenye waamini. Kuna uwezekano wa kuwatangazia waamini vizuri na kuelekeza. Tukianza novena ya huruma ya Mungu siku ya Ijumaa. Tuambie na waamini lengo ni nini? Yeah. Kwa nini tunasali Rosala? Kwa ajili ya kupokea hizo rehema ambazo Kristo anatoa katika huruma yake siku ya huruma yake. Then Father, ndio hiyo siku tunasamehewa adhabu za dhambi zetu. Tunapokea msamaha rehema dhambi kamili na adhabu zake. Adhabu ambazo tunapaswa kwenda kulipia toharani. Novena siku ya 8 Bwana anasemaje? Laiti mngelijua mateso wanayopata waliokopo toharani, mngetoa neema zote za kanisa langu kwa ajili yao. Na Mtakatifu Maria Faustina anatuambia dai namba 20. Mateso wanayoteseka kule ni makali mno, lakini teso la kwanza walisema ni kumkosa Mungu. Wanapambana sana lakini Mungu haonekani. Kwa hiyo teso la kwanza ni hilo, ndio kumkosa Mungu, kupita yote, kupita moto, kumkosa Mungu. Teso lao kubwa ni kukosa uso wa Mungu. Kwa hiyo siku ya Jumapili ya huruma, sikukuu ya huruma ya Mungu, tunaita Jumapili nyeupe. Tunasamehewa dhambi zote pamoja na adhabu za tulizostahili kwenda kulipia kukaa toharani. Hizo adhabu tungeweza kuzilipia toharani, lakini siku hiyo tunaziondoa kwa kuzingatia hayo. Kumbe tuwakumbushe waumini. Tupo kwenye kipindi hiki, Ijumaa Kuu inakaribia. Na Father, tukimaliza hii mechi hiyo ni topic ndefu tutaifanya. Yes. Kwa maparoko wajishangamshe. Kwa hiyo maana yake kwamba pamoja na maana tunazungumza kwenye kipindi sio akasema Wazanzaro labda tunaongea kwenye kipindi, yani ndo tunamwomba baba labda na yeye tusaidie kushauri ili kiwezekana ili jambo. Sasa tunasubiri nini kwani? Taratibu zipo. Pange ratiba ile misa 2 au 3 asubuhi, watu watoke, saa 8 warudi, saa 9 tusali, watu wapewe hata na mahubiri mengine tena kuasisitiza juu ya ibada ya huruma ya Mungu, then watu wanaondoka, Pasaka inaendelea safi kabisa. Ilikuwa ndo Oktava bado inamalizikia Oktava. Tutakuwa tumesherehekea katika utimilifu wake. Na tutakuwa tumemaliza vizuri kabisa. Tutafanya na mimi ni tutafanya. Tuwaelekeza ili kiona parokiani kwetu haipo, mimi nakufuata. Twende Father. Basi tumaliza Ijumaa Kuu ya mateso ya Kristo, tunaendekea fumbo jingine la wokovu ambao ni ufufuko wa Kristo. Mateso, kifo, ufufuko wa Kristo. Fumbo la ufufuko lina tafsiri kubwa na nzito kwenye picha ya huruma. Maana yake tunaenda kuisoma Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 mpaka 23, lakini pia ya sura ya 20 aya 19 mpaka 23, lakini pia aya 26 mpaka 29. Hiyo ndiyo inayotuonesha Kristo alipofufuka katika wafu, matendo yaliyoambatana na ufufuko wake ni matendo gani? Tendo la kwanza, aliwatokea mitume wake.
Kwanza aliwatokea Maria Magdalena, kama unakumbuka tendo la kwanza. Yes. Akamwambia, nendeni wapashe habari wanafunzi wangu, sasa nimefufuka kama nilivyosema. Mwisho wa siku akamtokea Yohane akiwa anahangaika nadhani mtunza bustani. Basi anamwambia mimi mwenyewe na nani na Petro. Lakini hatimaye akaenda kwa mitume wao wenyewe. Walikuwa wamejifungia kwa hofu, wanadhani sasa mambo yameshakuwa magumu. Anawatokea, anawaambia amani iwe kwenu. Kristo anatangaza amani baada ya kufufuka, kuishinda dhambi na mauti. Anatangaza amani kwa mitume, amani iwe kwenu. Ndiye tunayemuona Kristo ufufuko akiwa katika picha ya huruma, picha ya huruma ya Mungu. Mavazi yake meupe yaliyong'aa, yameng'aa, sio kama yale yaliyojaa damu siku ya Ijumaa Kuu, bali mavazi yenye utukufu. Ni utukufu ambao Kristo ameubeba baada ya ufufuko wake. Kwa hiyo tunamuona Kristo wa utukufu zaidi, kumbe ni Kristo wa ufufuko, ambaye sio tena wa msalaba, sio tena Kristo mateso, bali ni Kristo mwenye utukufu wake. Ndio maana mavazi yake yameng'aa, yupo katika utukufu wake. Ile amani aliyotangaziwa wafuasi wake, amani iwe kwenu, haikuishia hapo. Alipowatokea tena akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Na wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Njia Yohane sura ya 19 sura ya 20 aya ya 21 mpaka 23 tunasoma hivi. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika utukufu wa Kristo ametoa mamlaka ya ondoleo la dhambi. Ndio maana tukasema kwa mwali mweupe Kristo ameishinda dhambi, kwa maneno ya padre wakati wa maungamo anavyomwambia mtu anayeungama, kwa maneno yake Kristo ameishinda dhambi. Lakini vile vile kwa ubatizo, maji ya ubatizo yale meupe, Kristo ameishinda dhambi na mauti yake. Kwa hiyo tunamtazama Kristo ufufuko, mwenye utukufu, anayetangaza msamaha wa dhambi kwa wale wote watakaokimbilia huruma yake kwa ajili ya kuondolewa dhambi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa sisi wa Katoliki, hiyo ndio namna ya kwanza Kristo alivyotuvusha kutoka katika Agano la Kale kuingia katika Agano Jipya. Baada ya ufufuko wake alionekana katika utukufu. Akawaambia waliokusanyika pale wanafunzi wake, sasa baada ya ufufuko mtang'aa namna hii, mithili hii. Na kwa namna hiyo ni kama kila muumini atakayetumia nafasi ya huruma hii, atakayetumia vema huruma ya Mwenyezi Mungu, mwisho wa siku hata ishia kwenye kifo tu na mateso na Kristo anayetoka jasho na aibu na kutemewa mate, mwisho wa siku ataingia katika utukufu kama unavyong'ara katika picha ya huruma. Ndio ile tunashiriki naye mateso, kifo na ufufuko wake. Ndio maana tukasema huruma ya Mungu inatusaidia vitu vingi sana, mateso, kifo na ufufuko wake. Tukiendelea mbele katika huruma ya Mungu na liturujia, tunaangalia picha ya huruma. Kristo yupo kwenye mwendo. Anatembea kwa sababu miguu yake ukitazama imepishana na goti limekunjwa, kuonyesha kwamba alikuwa yupo katika mwendo. Jambo la kwanza tumeshalisema sana, anatutoa katika giza na kutuingiza katika nuru. Maana yake hiyo ni mchakato. Mchakato ni hatua kwa hatua. Kristo yupo kwenye mwendo, anatoka kwenye giza anatupeleka katika nuru. Na nuru haiko nyuma, nuru iko mbele. Anatangulia, anaelekea kwenye nuru. Ndio tendo la kwanza. Yesu Kristo anatembea katika picha ya huruma. Na mguu mmoja wa kulia ndio umepinda kwa goti. Kuonyesha sasa yuko kwenye mwendo. Nayo inatufundisha juu ya huruma. Huruma ya Mungu ni mchakato. Hatuwezi kukaa tukasema basi kanisa lishatangaza huruma, kila Mkristo apokee huruma tu. Hapana. Tunahitaji mapambano. Tunahitaji kutembea. Tukikaa tumesimama tu hivi tunasubiri huruma ya Mungu ije, hapana. Inahitaji bidii binafsi kabisa. Pamoja na kwamba tumeambiwa kila atakayetazama picha kwa matumaini ataondoka mbarikiwa, inategemea imani yako ikoje kwenye picha hiyo yenyewe. Ndio maana tunaandika Yesu ninakutumainia. Kama tumaini lako ni kubwa kwa huyu Yesu unayemuona kwenye picha ya huruma, utaondoka umepokea. Lakini ukitazama tu kama picha ya kawaida ya watu maarufu, labda wakina Barack Obama hivi au wakina sijui wakina gani, watu ambao wamefahamika tu, basi utaondoka hivyo hivyo kama hivyo kwenda. Huruma ya Mungu ni mwendo, ni hatua. Lazima tuikimbilie. Pamoja na kwamba Yesu yupo ni mwenye huruma, anatoa kwa wanaomfikia kila mmoja, inahitaji bidii ya mtu mmoja sana. Ukimbie uitafute huruma ya Mungu. Haikufikii bila bidii yoyote.
inahitajika upige mwendo wewe mwenyewe ili uweze kujibidisha kukutana na hiyo huruma ya Mungu. Kila roho itakayoikimbilia. Umeona? Kila roho kwa hiyo huwezi kusema kakaangu padri basi huruma yangu. Kwa hiyo akifanya yeye mimi nitaambukizwa. Babaangu au mamaangu akifanya juhudi zake na mimi nitapokea. Hapana. Amwambia kila roho itakayoikimbilia. Sasa tunaweza kukimbia tumesimama wima. Lazima miguu ichanganye kama Kristo alivyochanganya miguu yake hapo. Hapo kuna kufanya matendo ya huruma. Matendo ya huruma. Mgonjwa haji nyumbani kwako, utamfuata hospitali. Sasa kwenda kuwatembelea watoto yatima, hawatakuja nyumbani kwako, utawafuata vituoni. Unahitaji kuungama. Hawapadi hata kuja nyumbani kwako. Utatakiwa kwenda upige hatua kwenda kanisani. Hata kama akija lazima upige hatua, yani hatua hii inaendeleza hata utayari, yani kwamba utayari tu. Inawezekana padri akapita. Mungu anafurahi tukipita kwa Wakristo wetu, tunasema tunabariki nyumba za waumini na kusikiliza labda kwenye jumuiya na kadhalika. Mwingine anamfika jumuiani kwake, hey, una nini cha kutuambia hapa? Anawaambia hata yani mmekaa tu, anamuona padri kafika, basi hata kama padri nibarikie basi hata nyumba yangu. Padri nibarikie hata, yani kama hakuna cha pekee hapo, kitu chochote kilichoingia, hakuna cha pekee kilichokuja hapo. Sasa nasema huruma ya Mungu ni bidii. Sasa bidii hata kutamka padri naomba baraka. Hiyo ni bidii, sio kitu kidogo sana. Lazima upige hatua, utoke pale ulipo uende mbele kidogo. Yawezekana padri hajafika pale, lakini wewe mwenyewe ukasema padri naomba kuungama. Umemuona pale. Yaani kama ukigundua kama kuna cha pekee hapa, ndio huruma yenyewe. Huruma ya Mungu tunaitafuta hatua kwa hatua. Haiji yenyewe. Tunatazama picha ya huruma ya Mungu, tunaendelea kuifafanua vizuri kwa nyakati hizi. Kwa kweli tunajifunza vitu vingine vizuri sana. Kama Bwana alipiga hatua. Bwana alipiga hatua. Akituonesha huruma ya Mungu ni hatua, ni mapambano. Inahitaji utayari. Sasa unaweza ukasema niko tayari, nimesubiri lift, niko nyumbani kwangu. Wewe umeridhika sasa. Lift na ukuta huko njiani. Ushatoka na jasho na pambana, jamani lift. Sasa nasema huyu mtu kweli anahitaji kuhurumiwa. Tukikaa tukatulia tu tukasubiri huruma ya Mungu itufikie, tutaishia tu kusikia kwenye TV kama sasa. Na watu wanaizungumzia tu huruma ya Mungu, mwisho wa siku hatujui. Tuko nje ya utaratibu wa kuipokea huruma yenyewe. Kuna siku tulizungumza kidogo na Rita akawa anaeleza kwamba ile siku inafanana kama na Ekaristi tunavyofanya sherehe ya mwili na damu. Siku ya huruma. Kwamba kunakuwa na maandamano. Nasema hili nalo limekaaje? Maanake tukitoka kwenye adhimisho basi mtaani na picha za huruma ya Mungu tunamtangaza Yesu wa huruma, afu baadaye ndo tunamaliza na hiyo hiyo nilikwambia hivi Kakagao. Naona Poland na nchi zingine wanavyofanya. Kama Poland wao ni mikesha. Ule usiku wa kuamkia Dominika ya huruma ya Mungu, unakuwa na mkesha. Wao ni mikesha. Kwa hiyo kila kona image of divine mercy zimepambwa, zimewekwa. Wanafanya hivyo kwa sababu Bwana kila anavyoongelea image of divine mercy, mstari unaofuata lazima aseme na sikukuu ya huruma. Kwa hiyo alisema sikukuu ile picha zangu ziwekwe, zitukuzwe mbele altareni. Sawa? Na kila roho ikaribie. Kwa hiyo tunafanya kama Bwana alivyopenda, alivyotuahidia. Huku kwetu hata picha ikiwa kanisani inatosha. Inatosha. Tuitumainie. Sasa kuna nchi tofauti ambazo wanafanya zaidi. Wanafanya zaidi kama Poland wamepiga hatua kubwa sana. Wao ni mikesha, ile siku ni mikesha kufurahia sikukuu ya huruma. Na picha kila kona zimepambwa, yani unapata picha, unaelewa? Unapata picha. Yes. Mikesha mikubwa sana. Mikesha mikubwa sana Poland. Kwa sisi tuanze kwanza taratibu. Picha zikiwepo makanisani. Tukaadhimisha hivyo kwa kufanya vitubio, kusalimisa takatifu, kurudi baadaye kumwabudu Yesu Ekaristi. Hata Yesu anasema ni hatua. Hatua moja inakuhamisha kwenda hatua nyingine, kwenda hatua nyingine, kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tuanze taratibu. Watu wakishaelewa pengine na kuja kufikia timati kubwa sasa. Watu wanakuwa wengi na mikesha inaweza kufanyika kama watu walivyofanya. Tunachelewa hivi. Twende fadha. Unachelewa? Tunachelewa kwanza. Sasa tunaenda kipengele cha mwisho. Naona hata muda mwenyewe muda umetukimbia sana. Cha mwisho ni Kristo
watokea mitume siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anapotokea mitume siku ya Pentekoste. Tumezungumzia Kristo amefufuka, ametokea mitume na kuwapatia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna kipengele cha Kristo anapaa mbinguni, tumeshakizungumza namna alivyopaa mbinguni kwa utukufu kwa muda ule ule, kwa namna ile ile, lakini mwisho ni Kristo, ni Roho Mtakatifu anapotokea mitume. Roho Mtakatifu anapotokea mitume pamoja na Mama Maria wanajazwa uwezo wa kuhubiri neno la Mungu kusudi watu wapate wokovu. Na ingawa Pentekoste haionyeshi vizuri kwenye picha hii, lakini tunaamini kwamba wokovu wa Kristo ulianza siku ya Pentekoste kwa ajili kwa matokeo ya mahubiri ya Petro. Tunaambiwa siku alipoingia mjini kuhubiri siku hiyo Petro, walipatikana watu zaidi ya 3,000 waliobatizwa. Ni matokeo ya huruma ya Mungu. Watu waliobatizwa 3,000 walibatizwa kwa maji ya ubatizo ambao Kristo ameyatakasa kwa mateso yake, wakashiriki huruma ya Mungu. Kumbe tunapopata sakramenti ya ubatizo vile vile tunaitangaza huruma ya Mungu hiyo hiyo ambayo Petro alitangaza kwanza sikukuu ya Pentekoste. Kwa hiyo ndio maana tukasema huruma ya Mungu na liturujia havipingani, vinakwenda pamoja. Maadhimisho yetu na liturujia viko pamoja na huruma ya Mwenyezi Mungu. Mungu atupe nini? Baba, asante. Nashukuru sana. Naamini Areta tunaendelea kipindi kijacho na kama ambavyo umegusia hapa kwamba bado pia maelezo kuhusiana na namna gani tunashiriki adhimisho la sikukuu ya huruma ya Mungu. Baba pia ataendelea kutuelewesha na tutaendelea tena na picha huruma ya Mungu. Jumapili ijayo Father kuna padri mwingine. Sawa. Sawa. Basi shukrani kwako wewe mtazamaji ambaye umekuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi wakati huu tunapofikia tamati. Mshukuru wenzangu Meki Makali, lakini pia Sister Leonora John Nganunga, alikadhalika mrusha matangazo yetu Simon Peter. Ushukuru sana sisi ambao tuko hapa, Areta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa mlezi wa kipindi Baba Paul Sabuni Mboje, alikadhalika Padri Innocent Zaro all the way from Kigoma Dodoma Dar es Salaam. Asante sana baba. Mimi ni Gauden Sierra. Baba tufungie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuwa mwenye huruma kwetu na kutusaidia msaada mikubwa kwa ajili ya kuonja huruma yako. Tunakuomba tuliokumbushana siku ya leo yatusaidie sisi kwa ajili ya upatanisho na ndugu zetu, na tukikutumikia wewe katikati ya watu tuifikie chemchemi ya huruma na ndio utakatifu wa mbinguni. Unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Huruma na za Bwana zijue kazi zake zote. Huruma za Bwana nitazimba milele. Maujaji wa matumaini Jubilei 2025. Tumaini Media watie moyo nduguzo. Amen. Asante. Bless you.